Ndugu viongozi wa taifa kiongozwa na makamu mwenyekiti wa chama ndugu John Heche, mwenyekiti wa vijana na wajumbe wa kamati kuu, viongozi wa kanda, viongozi wa mkoa na wilaya, ndugu wananchi wa Mpwapwa, habarini za mchana. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Peoples. Peoples. Asanteni sana. Ndugu zangu, kwa majina naitwa Eugene Kabendela. Nimekuwa mwanachama wa hicho chama nilichotoka huko takriban miaka 13 na nimekuwa sehemu ya waasisi wa kile chama, lakini nilikuwa naibu katibu mkuu wa kile chama ambacho sasa kimegeuka kuwa Yuda wa Tanzania. Mnakijua? Ndugu zangu wana Mpwapwa, hatuhitaji kusema maneno mengi, lakini mwenye macho ambiwi tizama. Mimi nimeshika nyadhifa nyingi kwenye chama, kimenitambulisha kwenye siasa. Kama ningalikuwa na tamaa ya kutaka kuwasaliti wananchi wa Tanzania, ningebaki. Sawa ndugu zangu? Lakini nyewe wenyewe mnafahamu, kwa sababu mambo haya sio siri, yako hadharani, na mwenyekiti wa kile chama kuna mahojiano ambayo mpaka leo mkienda kutafuta kwenye mitandao mtayapata. Tulikuwa na msimamo ya kwamba hakuna haja ya kuendelea kushiriki chaguzi katika mazingira yaliyopo sasa, tukirejelea uchaguzi wa mwaka 2020. Na hivyo hapo katikati tumefanyika mikutano mingi sana ya kutanisha vyama kujadili namna gani tutatoka katika hali iliyofanyika uchaguzi, mazingira ya uchaguzi 2020. Ndugu zangu, tulitoa msimamo wa kwamba tuko radhi tumuongezee muda Rais Samia madarakani tuweze kupata katiba mpya, ndipo uchaguzi uitishe. Huo ndio kwa msimamo wetu, na rekodi zipo. Mtatafuta mahojiano, labda ndio warahisishie, tafuteni mahojiano ya ITV dakika 45. Mwenyekiti wa kile chama tumekuwa tukizungumza hivyo mara kwa mara. Ndugu zangu, ghafla binfu chama kimebadilisha mwelekeo. Sasa hivi wanaupenda uchaguzi, wanautaka uchaguzi kama nini? Sasa mimi ni mtu mzima na akili timamu, na lengo langu ndugu zangu wana Mpwapwa ni kuwapigania Watanzania. Tuna matatizo mengi sana katika nchi yetu ya kusababishwa na Chama cha Mapinduzi. Hatuko tayari kurudia kuingia kwenye chaguzi katika mfumo ule wa kuiruhusu CCM endelee kutuibia kula zetu. Nguvu yenu pekee wananchi lazima ionekane kwenye sanduku la kula. Kwa mazingira yaliyopo sasa, hata mwaka mmoja hujapita, uchaguzi wa serikali za mitaa, ndugu wananchi wenyewe mlishuhudia. Uongo kweli? Mlishiriki kuchagua, kushiriki au kushiriki? Kuna watu wachache wahuni wanapola uchaguzi, wanajiweka wenyewe. Hatuwezi kukubali mazingira haya yaendelee katika nchi yetu. Kukubali chaguzi wa namna hiyo maana yake ni kwamba tunaruhusu, mnafahamu mikopo ya kausha damu? Mnaifahamu? Kuna mikopo inaendelea mitandaoni ile ya Oya na mikopo ya namna hiyo. Mikopo ya ajabu sana, ya hovyo. Inadhalilisha watu, wanatukana, taarifa zinasambazwa. Nyie mnafahamu, maana miongoni wenu mtakuwa mmeshaichukua. Lakini ripoti ya CAG inatoka kila mwaka. Mabilioni ya shilingi yanatafunwa. Kuna mtu mmemsikia kafungwa jela kwa sababu ya kula pesa za ripoti ya CAG? Kuna mtu kafungwa jela? Kwa nini hawajafungwa? Hao ndio wanaong'ang'ania tuendelee na chaguzi za namna hiyo, kwa sababu wao wananufaika na wanatuona sisi mabwege. Sasa ndugu zangu wana Mpwapwa, nchi hii ni yetu sote. Sote ni wa Tanzania. Tunachokidai sasa ni uwanja sawa wa uchaguzi, na bila mabadiliko ya sheria hakuna uchaguzi. No reforms, no reforms. Asanteni sana wana Mpwapwa.